Naam, karibuni sana ndugu zangu na poleni sana kwa kuweza kuchelewa kurusha matangazo yetu ya saa sita. Kama mnavyojua ni hali tu ambayo ilijitokeza, lakini shughuli bado inaendelea. Mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Union Europeenne imeweza kukatisha msaada wake kwa nchi ya Rwanda licha ya Ufaransa na Portugal kujaribu kutetea kwamba wasikate msaada wa Rwanda kwa vikosi vyake ambavyo vinapatikana huko nchini Mozambique, lakini nchi zingine zote zimesema haiwezekani, lazima Rwanda iweze kukatiwa msaada wake na hivyo kuleta pigo kubwa kwa jeshi la RDF. M23 washindikana, washindwa, wapotezwa, waishiwa nguvu na vile wakimbia Minembwe na sehemu zingine. Serikali ya Rwanda yaipongeza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushindi wake dhidi ya Jamaica na hivyo kutaka kila laheri kwa DRC. Huu unaitwa unafiki wa kisiasa. Mazingira muplene ya Ruzizi, Mwaena au Plateau, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wazidi kujiimarisha vizuri dhidi ya M23. Haya ndiyo ambayo tutakwenda kuyachambua na kuyajadili kwa upana zaidi kwa mida hii, licha ya kwamba mambo bado yako yanaonekana kuwa very complicated kuhusiana na swala la Gouverneur Jean-Jacques Purusi na swala la Komanda Region, na pia kuhusiana na taarifa ambazo ziko zinatoka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambazo zinakuwa hazina hazina kitu ambacho mimi naitaga uhalisia wa jambo lenyewe ndani yake. So inabidi tuweze kuwa makini sana juu ya kujaribu kuangalia ni namna gani tunaweza kufanya ili kuepukana na maneno ambayo tunasikia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Itabidi kwanza nikazie hapa, lakini kabla yote tafadhali sana like, subscribe Baraka1 TV, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Yani tafadhali ukitaka kupata hizi matangazo kila siku, cheki kubwa wewe ni kulike. Tuna ndugu zangu naomba sisi tuko kila siku tunarusha matangazo. Kila siku iendayo kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anatusaidia kwa afya na pia maombi yenu yanatujenga sana. Na pia kumbuka kwamba operation saidia muzalendo iko inaendelea. Inaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako hapo, na moja kwa moja utawasiliana na Baraka1 TV. Nataka niseme nini hapa juu ya kukazia kuhusiana na watu wa Uvira na watu ambao wako nje ya Uvira, diaspora. Yes. Diaspora imezungumza sana kuhusiana na Jean-Jacques Purusi na pia Komanda Region, lakini vile nataka niseme kitu kimoja hapa. Mnaona ndugu zangu, wakati jambo linapojitokeza tunasikia Komanda Region alisema wazalendo waweke silaha chini, alisema wazalendo wafanye hivi, sawa, si ndio? Haya, wazalendo mna reaction gani? No, sisi tumesikitishwa sana kuona ana Sekomsi alitumia langaje moja za kiburi ndani yake. Of course inaeleweka hiyo, na hilo ndo tatizo kubwa ambalo lipo kwa viongozi wetu mbalimbali kuanzia jeshi na kila sehemu. Viongozi wa Kongo wana matatizo ya kutokujua kwamba cheo ni dhamana. Hawajuagi hivyo. Sawa? Na yote ni kwa nini? Ni kwa sababu hawapewagi mafunzo ya uongozi bora. Sasa hivi Tanzania na inakuaga tu, lakini hivi ndo wameanza kuikuwa na itangaza kwa mitandao ya kijamii. Uongozi wa umma
unatoa mafunzo kwa viongozi wa umma. Semina zinafanyika, na ndio ile maana yenye Kongo na kutoka banasema nini, atelier ya renforcement ya capacité. Kuko atelier ya renforcement ya capacité, banomba wanani wanahitaji bakteria ma société civile, banafika pale, banapewa atelier, banapewa mafunzo formation, bana renforcer uwezo kusala na masije mbalimbali. Arme na hivyo hivyo wanafanywa formation ya renforcement ya capacité, comportement vis-à-vis na population, comportement vis-à-vis na ennemi. Unaona ka Tanganyika komanda Majita Yave Charles, c'est un colonel, mais biloko asalaka en tout cas etushaka nga mingi. Ye moko azwaka courage na organisation ya armée ao former ba officier, ba colonel bazana kati, ba majoro, ba nani, ao pesa bango nde mitindo ndenge nini esengeli po basala biloko ya malamu. Yo za officier militaire, oza na mboka na yo, biloko na yo tu eza awa, basi bana famille, donc biloko tu na yo eza kaka na Congo. Mais pour que o vivre malamu na mboka oyo, il faut esengeli osala nini, omi comporter comment, wana nde bapesaka ba soldat. Soki tolobeli sujet ya kokima bitumba, soki okimi bitumba lelo ozokende wapi? Par exemple, tobunda ndenge tozali lisusu awa na Runingu, yo okimiti oeti Uvira, Munguna azui Runingu, azui Kiliba, yo bemi Uvira ti okeiti Makobola, Munguna aye azui Uvira, azo avance, yo okimi Makobola okei okomi na Mboko, Munguna aye azui Makobola, azui ACH, azui tu azui, yo okimi Mboko okomi Baraka, Munguna aye azui Mboko. Donc okokima ti wapi? Okokende na niveau nini? Munguna kaka azo récupérer nde mabele. Mais soki yo o résister, yo soldat wikenge awa na kokupela kaka awa ngana kokima te, o résister. Munguna wana parce que yende aye, yende envahisseur, ako soki amoni makasi na bino, yende akokima. Eza lokola un voleur. Si tu vois un voleur qui est venu chez toi te voler, mais il te trouve que toi aussi tu es dynamique, tu résistes, c'est lui qui va fuir. Parce que akokanisa ke soki ngapena tie moins résistance awa, avec makelele oyo baosala, baninge bakuya, ba voisin pe bakuya. Sikoyo je vais manquer même où se cacher. Et comment fuir? Non, non. Lui, il va fuir avant. Wanande aolo belabango. Mais, tala siko nenge ba usala na terrain. Malgré ba formation nyonso o ba pesa kabango. Malgré biloko tout o ba pesa kabango. Mais, armée na biso kaka, etika la parmi quelques arrogants, ba généraux bao kima na kisasa, bao tina bango epa na biso, bazoya kaka na barrogance, bao mikasa ke bango nde bakomi badie, bango nde bakosa biloko balingi, sans même tenir compte na situation auto vivre. Pour les malamte. C'est pourquoi biso to senga bakonzi ya mboka na biso. Soki botinda bakonzi epa na biso, parce que biso nde bakolomboka oyo. Soki botinda bato epa na biso, il faut kaka bosala bamwa triage po botala nani akokende esika wana epi akosala nini, na konsigne eza kaka nini. Junto usifika tu naanze kuropoka na kuongea di n'importe quoi, bazalendo bafanye hivi tu,
ebwebi ketoza kaka na kati ya gere. Sasa hii yote inawagusa watu na kufanya watu waanze ongea maneno yenye sometimes pia inadeborde mpaka inakwaza. So, leo kila mtu hapa hivi iko naongea juu ya Jean-Jacques Purusi. Leo Jean-Jacques Purusi hana tofauti na M23. Naongea kisi watu wako wanaanza kumdecrie sasa. Juu nini? Juu ukiona comportement yenye mko unaanza kuafishi, watu wanasema eske hapa kweli ni bakongole ama ni badui? Parce que on comprend rien. Tuzana bitumba. Alors, yonde mokonzi ya province, ça va. Vous êtes censé nous protéger, rester derrière nous, donner-nous tout ce qu'on a besoin. Mais yomoko barimero sirike ki yo lobi ki ba ressources nyonso oyo babandaki ko récupérer po bazwa bamwa lare po basomba madesu biloko ya kolia obloki yango. Siko olingi bato bamona yo na miso nini? Olingi bato ba décrier yo ndenge nini? Watu wanakaa wanategemea kwamba huyu bwana ni gavana, ni mkuu wa jimbo, sawa. Unatakiwa ukuwe nyuma ya wapiganaji. Lakini fasi kwenye wapiganaji walikuwa wanapata kitu kidogo ya kula, unaenda bloke. Sasa unataka watu wakufikirie nini? Watakuita M23. Et c'est ça le problème de ce pays. Hiérarchie, quelle hiérarchie? Owe bao benga bangunde ba hiérarchie sujui ba unajua gouverneur ana dépendre vis-à-vis na ministère intérieur. Jacques Shabani. Est-ce que eza yo ministre ndio tenda ki gouverneur a bloqué biloko ya kulia ya bazalendo? Mais pona nini yo moko ozwaki courage opesa ki bango ba prime de guerre wana ba effort ya kozovira $325 chaque soldat. Mais pona nini bosaki bongo? Mwa kaka epi bokati usili. Aya siko bakulia wapi bakosala nini? Tumitu kaka oyo za ba vantene soki eza na cadre ya ba accord. Mais faut bosala yango na intelligence. Bon peut-être biso toyebi ki bosala biloko ya bwana boy. Toyebi kaba muke mais ba congolais ba yebite. Il faut webisa bango ki non. O to sala eza boy. Ça va. Mais naba konzwana. Il faut webisa bango ti. Il faut ba yeba. Que toi awa plan biso eza boy siko bino botika ka kimia biso to koloba boy mais na réalité to sala boy il faut bino entre bino bomie bisa. Lakini sasa unakuta unasema inakuwa ni hivi, na ndio maana unakuta raia wengi wanareagiri kwamba komanda region asubutu il va voir. Aussi Jean-Jacques Purusi watu wanasema asubutu atakiona cha moto. Inafika mpaka tu watu wanasema eti wamuroge Jean-Jacques Purusi na komanda region. Raia walozi wachawi wa Muvira na Fizi wanataka wakusanye sasa hivi, wakusanye madawa zao wakuroge Jean-Jacques Purusi na komanda region. Juu ya malangaji zenye mko mnatenir zenye selon population ziko zinawatrair. Donc ile formation yenye viongozi wanapataka juu ya kufundisha gisi ya kujikomporte vis-à-vis uko mcheo chako utatumikia raia namna gani, sijui kama mnafanyaga kazi au mnaifanyaga kazi ama mnafanyaga vipi. C'est tout un problème, c'est tout un fardeau. On sait pas même comment supporter ça. Non. Lakini nakia comprendre kwamba mu formation mingi watu wanaendaka juu ya PRDM. Kwa huko kwa atelier ya renforcement des capacités, les gens partent là-bas seulement pour aller chercher les transports. Juu wanakulaga asubuhi, mchana ya alors chai asubuhi akisha kunywa kwake ya kunyagi chai asubuhi, mchana anakula na chakula ya mzuri et puis à la sortie anapata $5 ya transport, et c'est ça à l'aise et c'est fini. Tout ce qu'on walimwambia pale taula temu itobyosa bibi ya Hong Kong. Ile bata fu ama yake omombanga ngana. So hiyo raia wanaomba serikali yao ya province iweze kurekebisha namna ya kuwa na communiquer na raia, sino vous serez traités vous tous comme le M23, comme les collaborateurs du M23. Le message yenye nilikuwa naipase kwa Jean-Jacques Purusi gouverneur pia komanda region. Communication zenu zisikuwe zinakuwa za kutraire wananchi. Wananchi wanawategemea
wananchi wanaamini kwa serikali yao, lakini watumishi wa serikali mko mnataka kutraire wananchi na population inabatia angarde angalisho sa population itazala manifestation mu Uvira. Même commandant région il doit partir. Yeye ni nani? Sa raia inasimama hapa Uvira, inasema Uvira Fizi, nous ne voulons plus de commandant région fulani hapa, atumtaki hapa, il doit partir na taenda. Atumtaki Jean-Jacques Purusi akanyage mu Sud Kivu tena mu Kongo, iko Burundi, abakile kule Burundi, hapa atumtaki na hata yega anga na raia ndio wenye nchi yao, unaona. Na raia kisema sema inakatala kukolabore na gouvernement et c'est tout. Mtafanya nini? Bataingiza ba enemy hapa, bataingiza abora tukali yetu na baba juo abe betuna ni ba farceur abaeleweki. Anga na raia ikiamua kutraire inatraire kama mubaya sana. Alors si ba raia atupendi M23 hata kidogo, na vile vile atupendi ba dirija ba farceur hata kidogo. Sasa tugusie mambo ambayo yako yanaendelea. Umoja wa Ulaya umeweza kusitisha mpango wake wa kuisaidia nchi ya Rwanda kifedha, materiel na mambo mengine huko nchini Mozambique. Rwanda iko Mozambique sur invitation ya nchi ya Mozambique, ikiwa souteni na Union Européenne. Utakumbuka wenye Rwanda walikuwa Jamaica wapitone Jamaica walirudia last week. Sawa, misio kule ilifeli bakawarudisha. Kumbuka Rwanda washa watoa Nations Unies. Donc mwile mabikosi ya MONUSCO ya Nations Unies plutôt, Rwanda haiko ndani tena. Ikabakia mu mission yake yenye iko chapeauté na Union Européenne Mozambique. Nako pia bakaevaliwa akasema hapana, il faut tubatoe. Donc biko nenda na bafuta musene ya kimataifa. Walikuwa napata plisi ya 20 millions ya euro kila mwaka. Sawa? Kwa hiyo wakafuta ule mpango. Sasa nchi yenye ilikuwa inawatetea sema hapana, unaona wako nafanya kazi kubwa ni France na Portugal. Walikuwa wanatetea Rwanda wasiwafute mwa hii program. Lakini Grand Bretagne, UK, United Kingdom na nchi zingine zilisema United Kingdom haiko mwenye European. Nchi zingine tofauti na hizo zilikataa, zikasema hatuwezi endelea kufanya kazi na mtu mwenye iko nasababisha mauaji na kuanvaire nchi nyingine. Kwa nini mnastopisha Urusi? Mnatenga Urusi juu ya kuivamia Ukraine. Kwa nini mnasupport Rwanda na inavamia Kongo? Unaona, donc deux poids deux mesures. Vitu vile na utofauti wake kabisa. Sawa? Amwezi kuisupport Ukraine kwa kuvamiwa na Urusi na kuichukia Urusi, kisha mnaichukia Kongo, mnaisupport Rwanda yenye inavamia Kongo. Inabidi tukate msaada haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mwezi huu wa kwanza programu imetoka, Rwanda imeondolewa kwenye mfumo wa Umoja wa Ulaya. M23 wanashindwa, wanahahaha, wanatangatanga. Tunasubiria confirmation kamili kutoka kwa vikosi vya FRDC na wazalendo Minembwe.
watuambie wanafikia muniveau gani. Nisha kuletea habari za awali za Minembwe, tunasubiria habari deep za ndani za mwisho, confirmation. Hizi kwa nini nasema M23 wanahahaha, wanatangatanga, wanawayawaya, wanayumbayumba, wanakosa position. Na hapa ndo nataka pia niwaambie hawa ndugu zetu wakimbizi wa Kinyarwanda. Jamani, sisi wa Kongole hatutasaulikage tena jambo lolote lile kutoka kwa Nyarwanda. Hata mtengeneze manaratifi zenu zote, mahistoire zenu zote mstengeneze, vous resterez toujours les réfugiés rwandais. On connaît, on vous connaît, et vous-même vous vous connaissez que vous êtes venus du Rwanda. Tuliwapokea Congo. Donc hata mufalsifie histoire, l'histoire restera toujours l'histoire. Tuko na différence entre Banyarwanda, différence entre Baganda, Basomali, Basudane, Barundi et tout consort. Mko mnashindwa kukolabore na jeshi la taifa. Mnaona maafa yenye mko mnakutana nayo kule nyinyi Twigwaneho, Red Tabara. Lakini still bado ndugu zenu wanawaficha manyumba yenu, wanaficha silaha zenu, mnashindwa kuonesha ushirikiano. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Hii iko na maana kwamba nyinyi hamtakubali hata siku moja kufuata kanuni na taratibu za nchi. Kwa sababu ingelikuwa kwamba mnataka amani ya nchi hii, kama zamani msha kolabore na ule baboye. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous êtes des réfugiés rwandais et vous les resterez toujours. Nous les Congolais, nous sommes, je dis nous les Congolais de bonne qualité, parce qu'il y a aussi des Congolais de mauvaise qualité, mais nous les Congolais de bonne qualité, nous savons tous que vous êtes les Rwandais, vous êtes venus du Rwanda, après la guerre de Kaibanda et tout consort, on vous a accueilli au Congo, on vous a donné de place et tout consort, vous aviez vécu chez nous et vous êtes considérés comme les Rwandais. Façon dont vous vous comportez maintenant, de prendre les armes, vous voulez qu'on vous donne la terre par force et vous êtes en train même de faire chasser les autochtones chez eux, et même aussi de prendre les chefs de village, de les faire fuir leurs entités, et puis vous nommez vos chefs de village. Vous voulez même changer le mode de vie des Congolais dans leurs entités. Et tout cela, communauté internationale, et bien, inajua. Et donc, si vous ne voulez pas collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo, de leur montrer là où vos enfants cachent les armes, hii haitaisha hivi. Mais prenez l'exemple de l'Ituri, non? Les Hema l'ont fait. Hein? Les Hema l'ont fait. Ils ont dit non, nous on ne peut pas continuer à mourir comme ça. Nos enfants sont en train de perdre leur vie à cause de Thomas Lubanga. Mais comment ça? Lui-même Thomas Lubanga n'a ni frère ni qui que ce soit dans ce combat ici. Mais nous mourons ici. Non? Trop c'est trop. Et aussi, si on continue comme ça, nous sommes en train de planter et de faire grandir la haine entre communautés. Mais pourquoi ça? Pourquoi nous seulement nous? Kwa nini si? On devrait changer. Biko na collaborer na wanatoa silaha zao wanazikamata. Je répéterai toujours mes paroles ici à cause des désengagements. Donc vous êtes censé de désengager, de solidariser de vos Twigwaneho Red Tabara.
juu gouvernement ione comment itabasaidia mui kote. Vous n'avez plus de force. Mushagawanyika, les autres balikimbiaka biko malemera kule chini, wengine wanakuwa huku pembeni tu mwa Kamanyola. Donc hamko tena kisi mlikuwa zamani pale Minembwe. Mais avec les restes que vous avez là-bas, montrez-le au gouvernement. Gouvernement ione kisi itabasaidia. Et vous ne voulez plus. Est-ce que vous croyez qu'avec vos projets là de balkanisation, de faire Minembwe un pays, que ça va tenir? Aïta Kouaga, les Congolais ne peuvent jamais autoriser ça. Ne peuvent jamais, jamais, jamais dans l'histoire. Vos frères là, Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Hippolyte Kanambe, tout consort. Awata fanikiwaga tena, c'est fini pour vous, c'est fini. Déposez les armes, mes chers frères. Déposez les armes. On va vous donner quoi? On va vous donner la possibilité de choisir. Soit on veut rapatrier chez vous au Rwanda, soit vous allez rester au Congo comme des réfugiés. C'est tout. Mais de considérer comme que vous êtes des Congolais avec l'opportunité de devenir le député, le ministre. Non, ça, Binaïcha, on ne peut jamais accepter ça. Non. Mimi niko na regretter kusikia watu wiko nasema kusema chaque fois vous disiez que nous sommes les étrangers, mais comment un étranger peut devenir ministre, député, président? Non, je vous dis c'était dans quel contexte? Comment vous êtes devenu des ministres? Comment? Des députés? Comment? Est-ce que si on fait les élections au Sud Kivu, toi Munyarwanda là tu peux être député? Hawezi kuwa. Et d'ailleurs hii constitution ndio yenye inababeba sana. Article yenye inasema il faut kukuwe représentativité mu gouvernement. Donc lazima tribu moja tu ikuwe représentée. Sasa tutie ok, tuanza clairement. Si vous dites qu'il faut qu'il soit la représentativité au gouvernement, tuko na 445 tribus au Congo. Alors, gouvernement iko na combien de ministres? Est-ce que réellement nous avions ces 445 représentativités ya Congolais au sein du gouvernement? Non. Mais c'est pourquoi nous sommes obligés de changer la constitution là-bas. Vitu ni mingi tu venye biko na binawapatia faveur wenye wao walitengenezaka juu yao, na ndio maana hawapendi hii katiba iweze kubadilishwa, parce que ils savent comment balitretaka hiyo. Donc Minembwe ni hatari sana, ni balaa lakini polepole tutaenda tunakuletea mambo mengine ya kwenda yanafanyika. Serikali ya Rwanda kupitia msemaji wake Madame Makolo anapongeza RDC. Anaongea upuuzi, anasema inchi moya makabila mbalimbali banaongea lugha mbalimbali, lakini kabumbu inabanganisha wote wanakuwa kitu kimoya. Na ongera sana Leopard Fimbo, hypocrite. Barwandais, même si vous allez nous commencer à nous faire croire, hein, vous voulez faire croire le monde que vous et nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Non, on vous connaît. Les Congolais ne peuvent jamais tomber encore dans vos pièges là. Tunajua façon zenu zenye mnafanya kama mko mfaiblesse, mnaanza kulia, mnaanza kuonesha ke mko watu ba mzuri, mko bema, kumbe huku chini chini mko mnapanga njama. Hatuna besoin ya pongezi zenu. Juu tunakumbuka wakati tunacheza na Nigeria, Rwanda bazapiga marufuku, hakuna fasi kwa batonesha match ya Kongo. Sawa? Rwanda walipiga marufuku, hakuna kuonesha match ya Kongo. Sasa leo mtatupongeza, hatuna besoin ya pongezi zenu. Olivier Nduhungirehe naye ministre wa affaires étrangères wa Rwanda naye anatuma pongezi zake. Serikali ya Rwanda inapongeza serikali ya DRC kwa ushindi huo. Ni jambo la maana sana, ndugu yetu huyu mzee wetu amefanikiwa kwenda mbele. Yo. Nous les Congolais sommes beaucoup.
Nous sommes nombreux, plutôt. Et nous n'avons pas besoin de vos félicitations. Sawa? Hatuna besoin ya nyinyi kutupatia sisi hongera. Hatuna. Burundi iko pale itatupatia hongera, tunashukuru sana. Etats-Unis yo peke. President wa FIFA yeye peke alitufelicite. President wa FIFA yeye peke alisema hongera sana na karibuni sana RDC. Mmepigana sana, mmefanya kazi kubwa hadi hapa ambako mmefika, ni jambo la heri. Kwa hiyo hatuna haja ya hongereni. Hii mimi nilitafsiri kwamba ni fason ya kutaka kujisafisha. Fason ya kutaka kujionyesha kwamba sisi ni watu wema na nyinyi hatuna tatizo. Tusahau yenye tu tunapitia. Na nishapenda sana bakongole basha kuwa na akili tofauti malgré yote hii. Tunafurahia kuganye kwa Leopard. Lakini basolda ku est na mafasi zingine biko macho nga. Wote wako macho wazi. Na tunajua kwamba après hii victoire tuachie staff technique ya football iprepare football na staff technique ya vita iendelee na vita. Donc atumelange vitu hapa. Gisi ilikuwa zamani. Ndio sasa hivi ukikuta kama ni muziki wanafanya muziki na vita tunafanya vita. Tofauti ilikuwa kama ni muziki si wote na basoda. Na nani si wote ni ndule tu. Unaona? Kama ni match mais pour le moment tuko mu match ba match bana organiser match yao bien, tunaganya tunacelebrate. Na huku vita nayo iko inapangiwa vizuri inaendelea. Donc tunachana matashi. Sasa hawa watu wasitaki kutafute façon ya kutudistraire. Hatuna besoin ya distraction kutoka kwa Rwanda. Nous sommes déterminés et nous allons faire tout moyen possible pour que nous puissions arriver là où nous sommes appelés à arriver. Ndugu yangu, hali mpleni ya Ruzizi na mwae na plateau iko nakuwa maîtrisable. Wazalendo wameweza kufurnir meforo za mingi na kutuma vikosi sehemu mbalimbali maeneo ya mwae plateau ili kuweza kuampeshe progression yenye ilitafanyika debordement yenye ilitafanyika ya magaidi wa M23 vis-à-vis na République démocratique du Congo. Et alors ndugu zangu, kwa sasa hivi kwanza naweza kusema tuishie kwanza hapa. Yes, tuishie kwanza hapa. Mengine tutakutanana nayo majira ya saa 9 na saa 12 kupitia Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Bye bye.